Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 4 kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 13, aya ya 44 hadi 52. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, sura ya 14, aya ya 7 hadi 14. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuoneshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuoneshe Baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno ninayowaambia mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamnisadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili hii Yesu anaeleza wazi juu ya asili yake kwamba yeye ni Mungu. Yeye na Baba ni kitu kimoja. Ukimwona yeye umemwona Baba. Lakini Filipo anamwambia atuoneshe Baba. Tukumbuke kazi nyingi ambazo Yesu alizifanya, ikiwa ni pamoja na kutoa pepo, kuponya magonjwa yaliyoshindikana kwa nguvu za kibinadamu, kutuliza pepo za bahari, kufufua watu na kusamehe dhambi. Kazi hizi ziliaminika kuwa zinawezwa kufanywa na Mungu tu, na mara nyingi alizifanya akiwa na wanafunzi wake. Yesu anashangaa kwa nini mwanafunzi wake Filipo ameshindwa kumtambua. Filipo ameshindwa kuelewa juu ya fumbo hili la Utatu Mtakatifu, ya kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Huwezi kutenganisha. Mwandishi mmoja wa vitabu alijaribu kufananisha Utatu Mtakatifu na jua. Alijiuliza, je, jua ni nini? Ni lile duara tunaloliona, au ni ule mwanga tunaoupata, au ni lile joto tunalolihisi? Akakosa majibu, kwani muunganiko wa duara, mwanga na joto ndipo tunapata jua. Huwezi ukavitenganisha. Vivyo hivyo katika Utatu Mtakatifu, huwezi kutenganisha. Ndio maana Yesu anamwambia Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Kumbe leo Yesu anatutaka tuendelee kumtangaza kwa watu wote, wajue yeye ni Mungu kweli. Tuachane na yale mafundisho ya uongo ya wapinga Kristo wanaomuita nabii fulani. Yesu ni zaidi ya manabii wa kale, kwa kuwa yeye pia ni Mungu. Tukisadiki na kumwamini Yesu, anatuhakikishia kuwa ndani yetu na sisi ndani yake. Yaani tutaungana naye na kuendeleza kazi alizozifanya. Kwa kuwa yeye alikuwa na mapendo kamili, nasi pia tukiungana naye, mioyo yetu itawaka moto wa mapendo kamili. Kwa kuwa yeye alikuwa mnyenyekevu wa kweli,
Tukiungana naye atatujalia roho ya unyoofu na unyenyekevu wa kweli. Kwa kuwa yeye alishinda vishawishi na mitego ya shetani, nasi pia tukiungana naye atatujalia nguvu ya kushinda vishawishi na mitego yote ya shetani. Na kazi nyingi alizozitenda nasi pia tutazitenda. Pia Yesu anaendelea kutuambia tukiomba lolote kwa jina lake yeye atafanya. Je, ni mambo gani tunahitaji Mungu atutendee? Kwa hakika ni mengi mno. Leo Yesu anatuambia tufungue mioyo yetu, tumpelekee mahitaji yetu. Yeye atatenda. Tusichoke katika kumwomba. Tuige mfano wa yule mwanamke mjane katika Injili ya Luka sura ya 8 aya kwanza hadi ya 8, aliyekuwa akimwendea hakimu ampatie haki yake. Kwa kuwa kukata tamaa ya kumwendea mara kwa mara, yule hakimu alimpatia haki yake. Nasi pia hata kama tumeomba kwa muda mrefu bila kupata majibu ya mahitaji yetu, tuendelee kuomba kwa jina lake Yesu bila kukata tamaa. Yeye ni mwaminifu, hasemi uongo. Aliahidi atatenda yote tumuombayo kwa jina lake. Kwa hakika atatenda kweli, nasi tutaendelea kumtukuza Mungu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Anthony Mabanga wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.